Mwanaharakati maarufu wa mazingira duniani ndugu Greta Thunberg amedai kuwa yeye na wanaharakati wenzake wa kundi la Samadi Flotilla waliteswa wakiwa kizuizini katika gereza la Israeli, kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwa limeripotiwa na Reuters. Thunberg ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono haki za binadamu na kupinga vita vinavyoendelea Gaza, alisema kuwa alipokuwa chini ya mikono ya maafisa wa Israeli alikosa maji ya kunywa safi kwa muda wote wa kizuizi chake. Aidha, aliongezea kuwa wanaharakati wengine walikuwa naye walinyimwa dawa muhimu walizokuwa wakihitaji kwa ajili ya afya zao. Ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu mateso hayo, Greta alisisitiza kuwa alichokishuhudia kilikuwa ukandamizaji mkubwa na ukiukwaji wa haki za kibinadamu, hasa kwa wale waliokuwa wakishiriki maandamano ya amani au juhudi za kibinadamu kwa watu wa Gaza. Kundi la Samadi Flotilla lilikuwa likijaribu kufikisha msaada wa kibinadamu kuelekea ukanda wa Gaza, lakini likazuiliwa na jeshi la majini la Israeli na washiriki wake wakawekwa kizuizini. Hadi sasa mamlaka ya Israeli haijatoa maelezo rasmi kuhusu madai hayo ya mateso, lakini mashirika ya haki za kibinadamu yameanza kuyafuatilia kwa karibu, yakitaka uchunguzi huru na wawazi ufanyike kuhusu matukio hayo. Madai haya yanaongeza shinikizo la kimataifa dhidi ya Israeli, wakati hali ya kibinadamu ikiendelea kuwa mbaya na malalamiko ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu yakiongezeka kila siku. Bana, sasa hivi kutangia kutokea kwa tukio lile la kushikiliwa kwa makundi ama kwa shirika la msaada la Samadi Flotilla kumeacha maswali mengi zaidi, kwa sababu jeshi la Israeli lilikuwa linataka kama misaada mnaleta ndani ya Gaza, basi njia sahihi na stahiki ziweze kutumika kuweza kufikia mipaka ya Gaza na sio njia za maji ambazo wenyewe wameita labda walikuwa na mpango mwingine na sio kuleta misaada peke yake. Mpaka hivi sasa mataifa mbalimbali wa watu wote ambao walikuwa wamekuja katika shirika hilo la Samadi Flotilla wameweza kushikiliwa na wameweza kurejeshwa kwenye mataifa yao ili wasije kuingia kwenye mipaka ile ya Palestina. Japokuwa sasa hivi suluhu zinaanza kuonekana taratibu na mambo at least yanaanza kung'ara katika ukanda ule wa Gaza.